Kuna barua ambayo inaaminika kuwa iliandikwa na mwenyekiti wa Chadema ambaye anajulikana kama Tundu Antipas Lissu. Ni barua ambayo ilitoka katika gereza la Ukonga nchi ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Ikumbukwe kuwa hii ni barua ambayo imepigiwa kila ambacho tunachokiita mfano na wengi, kwa maana imesheheni vitu vingi ambavyo Tundu Lissu anaongelea. Sasa ni barua ambayo ilisomwa katika maziko ya mwanzilishi wa chama cha Chadema ambaye anajulikana kama Mzee Mtei ambaye aliaga dunia na kufanyiwa maziko. Ndio idara ya magereza nchi ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania imetoa taarifa ikikana, inasema kuwa ile sio barua ambayo ilitoka mikononi mwa Tundu Antipas Lissu akiwa gerezani. Sasa watu wanajaribu kujiuliza ile barua ilikuwa na nini na ilisheheni nini pale ndani. Sasa kuna mwanadada ambaye anajulikana kama Eva Shayo ambaye ameamua kuisoma barua hii ndio angalau watu wapate kujua kile ambacho alichokiandika akiwa katika gereza la Ukonga. Tundu Antipas Lissu ambaye ni mwenyekiti wa Chadema wakati huu anasota gerezani kwa kesi ya uhaini. Kwa hiyo hebu tumsikize mwanadada huyu alivyoisoma barua ya Tundu Antipas Lissu. Anaandika: Mheshimiwa Tundu Lissu, Edwin Mtei, mjenzi wa nchi, kiongozi wa mfano. Mheshimiwa Freeman Aikaeli Mbowe na wanafamilia wa marehemu Edwin Mtei, viongozi, wanachama na wafuasi wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema, ndugu wananchi, waombolezaji, mabibi na mabwana. Nimepokea taarifa za kifo cha mwenyekiti mwanzilishi na mwasisi wa chama chetu marehemu Edwin Isaac Mbiliwen Mtei kwa masikitiko makubwa. Katika hili nafikiri sitakosea nikisema kwamba siko peke yangu. Hata hivyo, naombeni mniruhusu niwape pole nyingi watoto, wajukuu, ndugu wa familia na marehemu wa Mzee Mtei. Salamu hizi za rambirambi zinawahusu pia viongozi, wanachama na wafuasi wote wa Chadema popote walipo katika nchi yetu na nje ya nchi. Aidha, Mzee Mtei alisimama katika mstari wa mbele kabisa katika harakati za ujenzi wa nchi yetu. Kwa sababu hiyo, salamu hizi wafikie pia wananchi wote wa Tanzania katika ujumla wao. Maandiko matakatifu yanatufundisha katika Zaburi ya 90 mstari wa 10 kwamba miaka ya kuishi ni 70 au ukiwa mwenye afya 80. Mwenyezi Mungu alimbariki marehemu Mzee Mtei kwa kumpa zaidi ya miaka 24 katika goyo lake la kawila la miaka ya hapa duniani na alimzidishia miaka 14 katika nyongeza yake ya miaka 10 kwa wenye afya. W.B. Dubious, kiongozi wa harakati za ukombozi wa Afrika duniani, aliandika katika kusherehekea miaka 90 ya kuzaliwa kwake kwamba kama kuishi hakukupi thamani, busara na maana ya maisha, basi hakuna sababu yoyote ya kuishi. Miaka 94 ya maisha marehemu Mzee Mtei yalitupa thamani kubwa, yalijaa busara tele na yalikuwa na maana kubwa. Naomba nikope maneno ya Amir bin Sud au kwa jina lake maarufu Andanenga, mtenzi na mshairi maarufu wa Kiswahili, pale aliposema: Mzee Mtei alisheheni sifa nyingi sana, njema zisizo idadi, za marefu na mapana, hazipimiki kwa yadi, iliyobaki sisi kushindana. Dua tuombe wadudi, ampokee baba yetu kwa fukisho la ubani, udi na uvumba. Ndugu waombolezaji, marehemu Mzee Mtei alikuwa mmojawapo wa wajenzi wakuu wa misingi mikuu ya kiuchumi ya nchi yetu, hasa katika miongo miwili ya mwanzo wa uhuru. Alikuwa mmojawapo wa wasomi mahiri wa kwanza katika fani ya uchumi wa mara baada ya uhuru. Kwa sababu ya umahiri wake, haikuwa ajabu kwamba pale wakuu wa nchi za Afrika Mashariki walipoamua kuvunja iliyokuwa bodi ya sarafu ya Afrika Mashariki na kila nchi kuanzisha benki kuu yake, Edwin Mtei aliteuliwa kuwa gavana mteule hata kabla ya benki kuu yenyewe haijaanzishwa rasmi. Kwa hivyo, kwa vyovyote vile itakavyokuwa, jina la Edward Isaac Mbiliwen Mtei litahusishwa milele na Benki Kuu ya Tanzania. Jina na saini yake yalikuwa kwenye noti za kwanza kabisa kutolewa na Benki Kuu ya Tanzania kati ya mwaka 1966 na mwaka 1974. Na kati ya mwaka 1978 na 1981 alikuwa waziri wa fedha wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania.
Kwa nafasi yake ya gavana wa Benki Kuu na baadaye waziri wa fedha, Mzee Mtei alikuwa mmoja wa washiriki wakuu katika kutunga na kutekeleza sera za kiuchumi za serikali ya Mwalimu Nyerere. Historia halisi ya nchi yetu haiwezi kumtenganisha Mzee Mtei na Azimio la Arusha lililopelekea utaifishaji wa mali za makampuni na mashirika binafsi na kuanzishwa kwa mfumo wa serikali hodani, njia zote muhimu za uchumi, yote yakifanywa kwa jina la ujamaa na kujitegemea. Na wala historia ya kweli ya nchi yetu haiwezi kumtenganisha Mzee Mtei na kushindwa kwa sera hizo kuanzia miaka ya mwisho ya 70. Alikuwa jikoni wakati sera hizo zinaandaliwa na alikuwa mmoja wa wapishi. Heshima yake kuu na mchango wake kuhusu suala hili ambalo historia ya nchi yetu itauenzi milele ni huu: Mzee Mtei hakunyamaza mara alipogundua kwamba sera za kiuchumi za serikali yake, sera alizoshiriki kuzitunga na kuzisimamia, hazitekelezeki tena. Mzee Mtei alimkabili Mwalimu na kumweleza ukweli wake kwamba sera za kiuchumi za Azimio la Arusha zilikuwa zimeshindikana kutekelezwa. Mzee Mtei alikuwa na ujasiri wa kumweleza Mwalimu kwa heshima zote kwamba fikra zake za kiuchumi zilikuwa zimefeli, hazikupaswa kuendelea kudumishwa. Kwa ujasiri huo, marehemu Mzee Mtei aliwajibika kwa kujiuzulu nafasi pale Mwalimu alipomkatalia ushauri wake huo. Alikuwa na uadilifu wa kuona kwamba haikuwa sahihi kwake kuendelea kutumikia nchi yetu katika masuala ambayo msimamo wake ulikuwa tofauti na msimamo wa kiongozi mkuu wa serikali yake. Leo hii, kwa jinsi ambavyo uchawa kwa serikali umekuwa ni donda ndogo na umekithiri katika ngazi zote za utumishi wa umma na hata katika sekta binafsi, tunaweza kupima kwa kiwango cha juu cha ujasiri wa Mzee Mtei na uzalendo wake kwa nchi yetu. Itoshe tu kusema kama nyongeza kwamba yale yote ambayo Mzee Mtei aliyapendekeza kwa Mwalimu na yakakataliwa, yalikubaliwa na kuanza kutekelezwa miaka miwili tu baada ya Mzee Mtei kulazimika kujiuzulu nafasi yake ya waziri wa fedha. Kwa maneno mengine, ukweli wa msimamo wake ulithibitishwa kwa vitendo, licha ya yeye mwenyewe kulazimika kuwa nje ya serikali. Kwangu mimi hii ndiyo thamani na maana kubwa ya maisha marefu ya Mzee Edwin Mtei. Ndugu waombolezaji, Mzee Edwin Mtei alikuwa mjenzi wa demokrasia ya vyama vingi katika nchi yetu. Na kwenye hili, kama ilivyokuwa hulka yake, aliongoza kwa mfano na kwa vitendo. Alikuwa mmoja wa waasisi na mwenyekiti mwanzilishi wa Chadema. Leo hii Chadema ndiyo chama kikuu cha siasa katika nchi yetu, sio CCM, kwa sababu CCM ni chama dola, sio chama cha siasa kinachoishi kwa ridhaa na mapenzi ya wananchi na wanachama wake. Chadema, chama cha Edwin Isaac Mbilewi Mtei, kimeishi kwa ridhaa na mapenzi ya mamilioni ya Watanzania kwa sababu Mzee Mtei alitufundisha kuwa utumishi wa kisiasa sio biashara au mahali pa kujipatia fedha au vyeo, bali ni huduma na utumishi kwa wananchi. Kama mwenyekiti mwanzilishi, Mzee Mtei hakuwahi kupokea mshahara au posho yoyote kutoka kwa chama. Hakuwahi kupatiwa gari au usafiri wa chama, na wala hakuwahi kuwa diwani au mbunge wa Chadema. Hakuwahi kutumia uongozi wake wa chama kujinufaisha yeye binafsi au watoto wake au ndugu na marafiki zake. Kwa Edwin Mtei, uongozi ulikuwa ni dhamana, sio fursa. Alitumia muda wake na mali zake na nguvu zake kukijenga chama na kuwatumikia wanachama na wananchi wake. Na hii ndiyo thamani nyingine kubwa na maana muhimu ya maisha marefu ya Mzee Edwin Mtei. Thamani hii na maana hii ya maisha yake imejidhihirisha wazi katika miaka 10 ambapo chama chetu, viongozi wake, wanachama na wafuasi wake wamepitishwa katika bonde la uvuli wa mauti mara kwa mara. Tumeumizwa sana, lakini tumeimarishwa sana pia, kwa sababu ya mfano wa utumishi wa kujitolea aliyotuwekea Mzee Edwin Mtei, na kwa mfano huu tutashinda. Ndugu waombolezaji, Mzee Edwin Mtei ametuachia urithi mwingine wenye thamani na maana kubwa kwa chama chetu na nchi yetu. Alitumikia chama chetu kama mwenyekiti wake kwa kipindi kimoja tu cha miaka 5. Ilipofika mwaka 1984
mwaka 1998 akiwa na umri wa miaka 66, Mzee Mtei aliamua kustaafu uongozi wa chama ili, kwa maneno yake mwenyewe, kupisha damu changa kuchukua uongozi wa chama. Kama angetaka angeweza kuendelea kuongoza chama kwa kipindi kingine kimoja au hata viwili. Lakini kwa Edwin Mtei, uongozi wa chama ulikuwa ni dhamana, sio fursa. Sio fursa ya kung'ang'ania madaraka. Na kwa sababu ya mfano huo, Chadema imekuwa na itaendelea kuwa chama chenye kubeba matumaini na ndoto za mamilioni ya wananchi wetu ya kujenga nchi yenye kujali haki, uhuru na utu na maendeleo ya kweli ya watu wetu. Ndugu waombolezaji, mambo ya kusema juu ya mzee wetu huyu ni mengi na mazuri, hatutaweza kuyamaliza yote kwa muda mfupi tulionao leo. Naomba nimalizie salamu zangu hizi kwa jambo moja ninaloamini ni muhimu kwa nchi yetu. Jambo hili linatudhihirishia aina ya kiongozi ambaye Edwin Mtei alikuwa, na thamani na maana ya maisha yake marefu. Kwa muda mrefu wa miaka ya uhuru, viongozi wetu wa kisiasa hawakujenga utamaduni wa kuandika na kuchapisha vitabu na maandiko yanayohusu historia za maisha na nyakati zao, historia za maisha yao na nyakati zao baada ya kuondoka madarakani. Mwalimu Nyerere na rika lake lote la kwanza la uhuru waliondoka bila kutuachia simulizi za maisha na nyakati zao na changamoto walizokabiliana nazo kutoka kwenye midomo na kalamu zao wenyewe. Hatuna autobiography au memoir za Mwalimu au Rashid Mfaume Kawawa au za kiongozi mwingine wa rika lao. Kwa sababu ya umbo hili katika kumbukumbu zetu za pamoja, ufahamu wetu kama viongozi wa nchi kuhusu historia yetu wenyewe na kuhusu matukio muhimu ya historia hiyo ni ndogo na wakati mwingine haupo kabisa. Mzee Edwin Isaac Mbiliwe Mtei alitupatia mfano wa namna ya kuondokana na upofu huu wa kujitakia. Mwaka 2009 akiwa na umri wa miaka 77, Mzee Mtei alichapisha From Ghost to Government katika Mchunga Mbuzi hadi Governor, historia ya maisha na nyakati zake. Kwa sababu ya autobiography hii, tumeweza kufahamu mambo mengi kuhusu nchi yetu ambayo pengine tusingeyafahamu. Tumeweza kufahamu kwa mfano jinsi sera za ujamaa na kujitegemea zilivyoipelekea nchi yetu kwenye lindi kubwa la matatizo ya kiuchumi. Tumeweza kufahamu angalau jinsi ambavyo kiongozi mmoja mwenye ujasiri na mwadilifu alivyosimama na kumwambia Mwalimu Nyerere ukweli wa hali yetu halisi na jinsi alivyowajibika kwa sababu ya kusimamia ukweli huo. Kwa sababu ya mfano alionyesha Mzee Mtei, viongozi wetu wengi nao walipata ujasiri wa kuandika na kuchapisha kumbukumbu za maisha yao na nyakati zao. Mwaka 2019, marehemu Rais Benjamin William Mkapa alichapisha My Life, My Purpose, maisha yangu kusudio langu, ambacho kwa kiasi kikubwa ni utetezi wake wa miaka 10 ya urais wake. Kwa kitabu hicho, marehemu Mzee Mkapa naye alituachia maelezo yake binafsi juu ya changamoto alizokumbana nazo katika maisha yake na alivyokabiliana nazo. Pengine kiongozi aliyetupatia kumbukumbu bora zaidi ya maisha ya utumishi wa umma na uongozi wa kisasa ni Mzee Ruksa, marehemu Rais Ali Hassan Mwinyi, ambaye kitabu chake chenye kichwa hicho kilichapishwa mwaka 2022. Kitabu hicho kina hazina kubwa ya taarifa za matukio mbalimbali ya utawala wa Mwalimu Nyerere na ya utawala wa Rais Mwinyi mwenyewe. Tunamshukuru Mzee Mtei kwa kuwa mwasisi wa utamaduni huu mpya wa kisiasa katika nchi yetu. Ndugu waombolezaji, sasa naomba kumalizia salamu zangu hizi. Edwin Isaac Mbiliwe Mtei aliishi maisha marefu na yenye thamani, maana na mafundisho mengi kwetu. Hatupaswi kuomboleza kifo chake, tunapaswa kusherehekea maisha yake marefu. Hatumdai chochote, alikwisha lipa madeni yake yote kwetu na kwa nchi yake na riba juu. Alivipiga vita vilivyo vizuri, alilinda imani yake na sasa mwendo wake ameumaliza. Basi tumshukuru Mwenyezi Mungu kwa maisha mema na marefu, kwa malezi bora aliyotupatia, kwa utumishi uliotukuka na uadilifu wa Edwin Isaac Mbiliwe Mtei. Na sisi sote ambao maisha yetu yaliguswa
na kufadhiliwa na baba yetu huyo, tuungane katika dua hii. Ee Mwenyezi Mungu, muumba wa mbingu na nchi, mapenzi yako yametimia, uyasemee makosa ya baba yetu huyu, umwangazie nuru ya uso wako, uiweke roho yake mahali pema peponi. Amina. Na ushukuru kwa uvumilivu wenu, na Mwenyezi Mungu awape nguvu na faraja katika kipindi hiki kigumu. Imeandikwa na Tundu Antipas Lissu, Gereza Kuu la Ukonga, Dar es Salaam, Januari 2026.